watu namna hii, fali anfusihim, ni kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, yamhaduna, wanajiandalia nafsi zao wenyewe. Dhamiri imeanza na mufradi alafu inamalizia na jamu. Pale aliposema wa man amila salihan, na yoyote aliyetenda jema, fali nafsihi, akasema fali anfusihim, basi kwa ajili ya nafsi zao watu namna hiyo, kwa sababu ile man kule imeingiza yoyote, kwa hivyo shakuwa kimaana ile man ni jamu, lafudhi yake pale ni mufrad, lakini wa maanahu jamu. Na ndio maana pia unaweza kutafsiri na watakao tenda mema, basi kwa ajili ya nafsi zao wanajiandalia. Lakini na yoyote atakayetenda mema, basi watu namna hii kwa ajili ya nafsi zao wanajiandalia. Fali anfusihim. Ukisoma katika ilmu dhamairi kwenye tafsiri, utaona ile man inaweza kurudishiwa dhamiri ya mufrad, inaweza kurudishiwa dhamiri ya jamu, kwa sababu ile man pale ni mausula tu kwa ajili ya lil aqili, mufradan wa musanna wa jam'an wa mudhakkaran wa muannatha, wote wanaingia. Basi wa man amila salihan, na yoyote atakayetenda jema. Sasa fali anfusihim, basi kwa ajili ya nafsi zao watu kama hawa, yamhadun, wanaandaa. Mahdi manake ni maandalizi au tandiko, ubeleko, kile kitu cha kwanza, kama vile unamtandikia mtu akae, ndio mahdi. Kwa hivyo tunatafsiri wanajiandalia yale mema unayoyatenda, basi unaiandalia nafsi yako kwenda kupokea mema huko unako kwenda. Wema unaojenga duniani ndio utakao kujengea mambo yako wapi? Akhera. Na ubaya unaojenga duniani ndio unaomjengea mtu mabaya wapi? Akhera. Kwa hivyo wanajiandalia wenyewe mambo mema. Mwenyezi Mungu atujalie katika hawa ambao siku zote tunajiandalia akhera yetu kwa kutumia hii dunia yetu. Mtu huvua akiwa baharini, akifika nchi kavu ana kiteweo. Tumefahamiana? Mtu huvua akiwa wapi? Baharini. Akifika nchi kavu ana nini? Ana kiteweo. Havui nchi kavu. Sasa nchi kavu ndo kule peponi, tuvue hapa sisi tufike kule na kiteweo. Na mavuvi yetu ni kutenda mema. Tumefahamiana vizuri? Fali anfusihim yamaduna, basi kwa nafsi zao wanajiandalia. Liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi, ili awalipe Mwenyezi Mungu wale walioamini na kutenda mema katika salio lake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Fadhila hapa ni salio la Mwenyezi Mungu ambalo halishi. Salio la Mwenyezi Mungu halishi. Ndio ile mtu anakupa simu anakuambia nataka kupiga, wewe twanga tu, mna salio la kutosha humo. Kwa hivyo unazungumza mpaka unachoka. Sasa Mwenyezi Mungu fadhila yake, salio lake halishi. Tena akasema min, kutokana na hilo salio lake ni kubwa kweli. Hilo salio, yale yote utakayolipwa ni sehemu tu min fadlihi. Bado mengi na mengi na mengi yanayo. Na hayo leo tuelezea kuhusu pepo, baadhi yake tunayafahamu, baadhi yake hatujafahamu undani wake, anaujua yeye mwenyewe. Maana yake Mtume sallallahu kasema baada ya kurudi kwenye hiyo pepo, akasema fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar, yako mambo ambayo hakuna jicho limeyaona wala sikio la mtu limesikia wala hajapita kwenye mawazo ya mtu yote. Sasa hayo tena tunayajuaje sisi? Pengine vidole vyako vitageuka tofi, ukijiramba tu unaramba pipi, utako kazi yako kuramba madole tu. Hatuwezi kujua nini kilichopo huko. Ana jicho halijaona, sikio halijasikia, wala mawazo hayajapita, basi tuyaache tu. Haya yalosemwa tu tuyaseme, yalokuwa hajasemwa tusubiri tukayaone. Yote ni min fadlihi, katika salio lake mwenyewe jalla jalaluhu. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, la yuhibbul kafirina, hawapendi makafiri. Ndio maana akatengeneza pepo kwa ajili ya waumini. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh, man khashiya arrahmana bilghaybi wa jaa biqalbin munibin idkhuluha bisalam. Kwa hivyo kaiandaa hii pepo. Makafiri hawapendi, kwa hivyo hajawaandalia pepo, kawaandalia kitu kibaya sana. Na kinachomfanya asiwapende ni ile kufuru yao.
hakutaja majina ya watu, kasema kafirina tu. Wa min ayatihi, na katika aya zake Mwenyezi Mungu, si za kuandikwa kwenye Qur'ani zikasomwa hizi aya, kwa maana ya alama za mazingatio, kama kule alikosema waja'alna al-laila wan-nahara ayataini, na tumeufanya usiku na mchana kuwa ni alama mbili. Sio aya za kusoma kwenye kitabu, ni alama za mazingatio katika ulimwengu ameziweka, na hazihitaji mtu kwenda darasani, zinahitaji mtu awe na akili tu basi ya kuzingatia, hata kama hajasoma hata darasa moja, hata kama jina lake hajui kuliandika au likiandikwa hajui hata kulisoma, kama jina langu ndio lile, lakini kuona hizi alama hakuhitaji elimu hiyo. Asijitie pambani mtu akasema mimi sikusoma kwa hivyo alama hizi sikuziona. Wa min ayati, na katika alama zake an yursila riyaha, ni kuzituma pepo. Upepo rihun zikiwa nyingi zinaitwa riyah, na wazee wetu wa zamani ugonjwa wa gesi walikuwa wanaita mshipa wa riyahi. Yule ana mshipa wa riyahi, yani ana ugonjwa nini wa gesi, kwa sababu ni upepo ndani ya tumbo. Yani kama vikaa barazani kila wakati anapiga firimbi, anaanzisha mechi, anapeleka half time, anasema mwisho wasema huyu jamaa tukai naye ana mshipa wa riyahi. Mfahamu mshipa wa riyahi? Maana ana upepo mwingi ndani ya tumbo. Lakini riyahi maana yake hizi pepo zinazovuma ambazo ni kusi, kaskazi na nyinginezo. Kwa hivyo ni upepo unaovuma. Wa min ayatihi, na katika alama zake Mwenyezi Mungu, an yursila riyaha, kutuma hizo pepo zinazovuma, mubashiratin, zenye kutoa matumaini. Pepo hizo zinatoa matumaini, zinatoa bishara njema kwa wakulima, wakati mwingine hata kwa wafugaji, kwa wavuvi, kwa watu wanaosafiri usafiri wa baharini, hata wa angani, kwa sababu upepo kwa mambo ya kizamani ndio unaosaidia vyombo vya baharini kutembea. Lakini mpaka leo katika mambo ya anga, ndege nazo zinatembea kwa kusoma upepo, na wakati mwingine upepo ukiwa mkali hata safari za ndege zinasimamishwa. Lakini na mvua nazo vile vile zinaonekana kukamilika kwa njia ya upepo. Kwa hivyo hata wakulima wakiona pepo zinavuma wanaweza kufahamu kwamba majira haya kutakuwa na nini na nini na nini. Kuna ile nyota inaitwa kilimia, wenyewe wakiona kilimia, au mkongwe kule kwingine wanaita kikocha. Ile ikionekana inajulikana sasa kuna mvua zinakuja, sasa watu waanze kupalilia, sasa watu waanze hivi, waanze vile. Kwa hivyo na pepo halikadhalika zinatoa tafsiri kama hizo. Basi mubashirati waliudhikahum, na ili awaonjeshe min rahmatihi, katika rehema yake Mwenyezi Mungu. Waionje rehema ya Mwenyezi Mungu, tena asema awaonjeshe tu, sio kwamba awape yote. Kwamba upepo huu, upepo unakuja utaleta mvua, mazao yatakuwa mengi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa hivyo ni rehema. Awaonjeshe katika rehema yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Walitajri alfulku, na ili vitembee vyombo, biamrihi, kwa amri yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Alfulku inakuja kwa maana ya chombo kimoja, na inakuja kwa maana ya vyombo vingi kwa tamko hilo lo fulku. Sasa kwa sababu hapa panate walitajria, itakuwa fulku ni vyombo. Ingesema waliyajri alfulku, kingekuwa chombo kimoja. Fulku ikiwa moja kitendo chake kina ye, ikiwa nyingi kitendo chake kina te. Kwenye jahazi ya Nuhu akasema nini? Fil fulkil mashhun. Hata kule kwa Yunus fil fulkil mashhun fasahama fakana
min almudhadin, fulk mashhun moja tu, hilo jahazi lilokuwa lina sheheni. Lakini zikiwa nyingi zinakuwa fulku vile vile, lakini tajri. Basi walitajiri alfulku, na ili vitembee vyombo, biamrihi, kwa amri yake mwenyewe Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya hizo pepo. Walitabtaghu min fadlihi, na ili mtafute katika fadhila zake, salio lake Mwenyezi Mungu katika hii dunia, kwa sababu kusafiri kwa angani na baharini ndo kunakosababisha biashara nyingi ziwe nyepesi. Kwa sababu kawaida hakuna jamii inayojitosheleza kwa mazao yote na kwa bidhaa zote. Lazima bidhaa nyingine na mazao mengine mtahitaji atoke upande mwingine. Kwa hivyo sehemu kubwa ya bidhaa hizo zinasafirishwa kupitia vyombo, na hasa kwa kuvuka maji. Mpaka leo utaona bandari inafanya kazi zaidi ya makontena kuliko uwanja wa ndege. Dunia nzima kwenda airport ukasema ukakute makontena labda yanaoletwa kwa ndege yatakuwa kidogo sana kama yanaletwa hapa kwetu. Sijui kama kuna kontena linaletwa kwa ndege, maana ndege inayobeba kontena sio mchezo. Ziko ndege zinabeba makontena, lakini nazo hizo ndege ni ndege hasa za kweli, na alafu zinahitaji uwanja wa ndege wa maana kutua. Lakini meli inabeba kontena. Kwa hivyo inaonekana bahari inavusha zaidi bidhaa kuliko anga. Walitabtaghu min fadli, na ili mtafute katika fadhila zake kwenye hii dunia kwa kusafiri na kusafirisha. Wengine wasafiri kwa ajili ya kazi, wengine wasafirisha mizigo, na wengine kusoma. La'allakum tashkurun, na ili mpate kushukuru, mtoe shukurani kwa ajili ya haya yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyawezesha. Hili ni la kiibada. Wanadamu wanafaidika na bahari, wanafaidika na mito, wanafaidika na anga, fadhila zake Mwenyezi Mungu wanazipata. Lakini kwenye kushukuru, wa qalilun min ibadiya shakur. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwenye shukrani tunapungua, kwenye kufaidika tunakuwa wengi. Ndivyo ilivyo hasa. Hata katika kufundisha, mwalimu anafundisha wanafunzi wengi sana, iwe wa misikitini hata wa darasa, shule, madrasa, lakini wanaokuja wakamshukuru mwalimu wanakuwa wangapi? Kidogo sana. Hata kule kumheshimu wengine ni wachache wanaomheshimu kuliko ambao wanamuona tu wa kawaida tu. Ndivyo hivyo. Na ukikasirika katika hili utashindwa kufanya kazi. Hata watoto wetu, kuna watoto wetu hawajui kushukuru. Hawajui kabisa. Unamfanyia jambo atakwambia asante, anashindwa mpaka unamwambia wewe mtoto wewe, hujui hata kusema asante. Tunao bwana. Na inategemea jinsi alivyolelewa na alivyokulia katika hayo maeneo. Kuna maeneo hawajui kusema shukrani kabisa. Kwa hivyo anaona la kawaida tu. Wewe anaweza kuambia, anakuomba umtumie kiasi fulani cha fedha, basi unamtumia mpaka kishaingia, kisha kwenda kishatoa. Hakujibu bo, baba nimepata mzigo asante. Anakwenda na mambo yake tu. Mimi naye mmoja wa hivyo, mgumu kweli kusema asante. Na sasa yuko chuo kikuu. Naambia ukimaliza degree yako ya kwanza nitakuja kupiga mikwaju tu kwa sababu hujui kusema asante. Pumbavu wewe. Yuko hivyo. Na unamsaidia kwa shida zake zote mpaka ashamaliza, unampigia wewe tena si vipi ile jambo tayari shamaliza, basi umeshindwa kunijulisha kwamba umefanikisha, unashukuru. Na inategemea na mama naye, mama gani unajua, kwa sababu watoto tabia za kitoto wanachukua zaidi kutoka kwa mama. Kama kakaa zaidi na mama yake na mama yake ndivyo alivyo hivyo, hajui kusema asante, kunakuwa na tatizo. Na litakuja kumletea tabu tena huko mbele anakokwenda na maisha yake, kwa sababu kutakuwa na wakubwa, kutakuwa na mabosi, kutakuwa na watu waliofanya kazi nao, watamuona si mja wa shukrani. Hivi lazima kukaza kamba. Aya, basi tashkuruna, kitu kikubwa sana. Wala'allakum tashkuruna, na ili mpate kushukuru, kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hata kuwashukuru watu katika yale ambayo yamefanywa ndani ya uwezo wao kwa uamuzi wao alowapa.